Bwana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Safanki TV? Bana, leo tuko na harakati migodini katika episode ya 3. Leo tumerudi tena kwa mwamba anaitwa Eliakim. Na katika episode ya kwanza mwamba alikuwepo pale, tulimhoji maswali mengi alijibu, lakini leo bana tumerudi kwa namna nyingine. Leo tunakuja kwa Eliakim atueleze hatua za upatikanaji dhahabu. Bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja kwa Eliakim ili tukaanze na hatua moja moja mpaka mwisho. Nakuja kwenye hatua ya kwanza kwenye mawe. Kwenye miamba hii ni aina 3 kwa hapa ambapo tunauona. Kuna huu hapa mweupe na kuna huu hapa mwekundu na kuna mweusi pia. Ambapo mwanzo nilikwambia kuna mweupe. Mawe haya yanatoka duarani kwenye mwamba. Yanatoka chini ya ardhi. Na yakiwa makavu moja kwa moja yanaenda kwenye mtungi, yanasagwa. Hapo tunakuja kwenye upande wa dhahabu sasa, upatikanaji. Na pia makubwa makubwa yanalainishwa kwenye jaw crusher kusudi yawe madogo madogo, kwa sababu ili huwezi kuingiza kwenye mtungi moja kwa moja, lazima ulainishe kupitia hili hapa jaw crusher. Lazima upitie hili hapa, kuona dumbukiza ndo maana yanakuwa yanasagwa. Kwa ndo hapo mwisho unaosha unga au dhahabu inapatikana kwenye unga ukiosha hivyo. Tumeachana na kule kwenye mawe. Kwa hiyo tunakuja kwa kuonesha vitu vya moto ambapo vinasababisha kwamba mawe yawe unga poda kabisa. Ndio nataka niwaoneshe. Kuna maopaleta kadhaa, wanakuwa hata wawili, anakuwa anawasha hapa, ana opaleta. Kwa hiyo kuna baadhi ya mawe mengine yakishatoka kule, akishalainishwa, kikauka. Kwa hiyo ndo hapa tunahifadhi haya yote. Mifuko ipo kama 44. Mwamba mweupe. Kwa hiyo ndo hivyo ndugu zanguni. Kuna opaleta ambapo anawasha hapa, anakuja kuvalisha mkanda na opaleti linaanza kuzunguka. Kuna wanakowekea, msije mkajiuliza, kuna wanakowekea nani mawe, kuna mdomo wake rasmi. Mdomo wake upo huko, ndio tunakopakilia mawe. Kwa hiyo msije mkazani labda tunakowekea mawe ni wapi. Kwa hiyo kuna mdomo wake hapa kwa juu na glori ndani zinazobondabonda mawe. Process ya kutoa juu duarani, kuanika na kuna kulainisha pia na joko la mwanzo ile tuliowaonesha. Kwa pia kuna kubebelea, tunahifadhi hapa kama kwa mfano kama kipindi sasa hivi cha kifuku. Kwa hiyo yanakaa hapa, kuna turubai juu tumejengelea. Tunakuja hatua ya 3. Hapa mnapoona hapa ni unga ambapo ili ni dudio ambao kwa sasa hivi ni dabi. Kuna dabi na sainet lenyewe tunaita karo, na ni refu, mimi mwenyewe nazama. Kwa hiyo hapa ndo wanapooshea kwenye mtemba. Hapa pana upatikanaji wa dhahabu ndogo ndogo, gramu 20, 30 hapa wanapooshea. Tunakuja pia kala rudio inapatikanika kubwa zaidi ya hapa mtembani. Hapo unapata gramu 20, 15, 30 mpaka 80 pia, lakini huku ndo mzigo mkubwa.
mpaka kilo 8, 3, 1 ndio hivyo. Na pia magunia ambayo unayaona dhahabu inakamata kwenye gunia. Kwenye gunia inakamata, kwa hiyo mwisho unakuja kukunja. Sisi tunaita pipa. Unakunjia kwenye pipa, mwisho unaenda ukamatisha. Huwezi chimba mawe bila hata kupima maba. Kwa hiyo unachukua mawe baadhi, unaenda kupima maba, unajua linasomeje, kama ni gramu 4, gramu 5. Mwisho mpaka 19. Sasa ukifikia kipindi kwamba linasoma mpaka kuanzia 4 kupanda, so mchezo. Ndio sio mchezo. Jua mna hela ndefu. Na unavyowekeza ni hela ndefu. Kufuatana ninavyosoma, huwezi chimba mawe kwa sababu ya kwamba labda linasoma gramu 1 na mapointi gramu 2. Hapo ni hapana, hapo sikushauri. Mtakuwa uangalie kwanza sample yake inasomaje mabala. 4 kupanda juu mpaka 8, 13, 20. Kwa hiyo dhahabu inakuwa nyingi kwenye rudio. Hata unapoenda kukamua unakuta dhahabu nyingi kweli. Na kuna tofauti wa kwenye mtemba. Na kwenye mtemba, jinsi unavyoosha unga, dhahabu ya kwenye mtemba na ya huku tofauti kabisa. Huko ni kubwa, tofauti na hapa. Hapa naweza kukuambia ni marupurupu tu unayopata kulisha familia. Ukiosha mtemba 3 na 2 zako na nusu, 400, kuoni ni kipengele cha kwamba unapata hela ya kulisha familia. Hela ukosi mfukoni, unaitwa baba watoto. Hapa tunakuja kwenye kitu cha ziada. Achana kwamba tumetoka kwenye hatua, hapa tumekuja kwenye kitu cha ziada. Kwenye kuchimba madini kuna leseni pia, nitakulipia. Huwezi chimba madini kwa kiolela. Kwa hiyo ndio hivyo basi. Nataka niwaoneshe. Kuna kibango kinachofanya mtu atambulike kwamba huyu ni mchimba madini kweli katika mkoa wa Mbeya huko Chunya. Kwa kuna kibango rasmi, hata unavyoona kimeandikwa jina. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Msije mkazana kwenye katika hili bango. Hili bango lina vitu vingi. Hivyo basi ni kama tayari upo kwenye utambulisho wa kuchimba madini, yani kifupi ni kama leseni. Unakata jina, naenda kulipa ushuru, unalipia. Kwa kifupi unalipia serikalini. Kwa bila hii ukifanya process hivyo na unakuja kuchimba, sio kwa kiolela. Hapo unakuwa huru. Kwa mtu mwenye holela labda ni yule ambao anafanya kazi zake tu za kuibaiba. Kwa hivi tunakuonesha kabisa uko huru. Nadhani mmeshasikia na mmeshaona zile hatua ambazo waga zinatumika katika upatikanaji wa dhahabu. Tukutane tena katika kipindi kinachofuata. Naamini utajifunza mengi sana kuhusiana na harakati migodini. Kipindi kinachofuata tutaenda kuangalia ni namna gani sasa haya mawe na aina mbalimbali ya miamba inapatikana madualani. Tutaenda moja kwa moja dualani.